Kwanza mimi niwapongeze wenzetu wa shamba letu la Mruazi kwa jinsi ambavyo wameendelea kufuga ng'ombe wa maziwa, lakini kuzalisha mitamba kwa ajili ya kusaidia kupata majike kwa ajili ya kuwakopesha, lakini vile vile kuwauzia wafugaji wadogo wadogo. Imeleta tija kubwa sana, hasa mkijua kwamba Tanga tuna kiwanda kikubwa cha maziwa, na uwezo wa shamba letu hili ni takriban lita 900 kwa mwaka. Sasa kwa vile wanaunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan la kuwajengea vijana kesho yao iliyo bora, na hasa katika eneo la mifugo, leo hii tumekuja kuona shamba darasa, mfano wa shamba moja la majani ya mifugo, lakini banda la ng'ombe, wameanza ng'ombe 5, sasa hivi wamefika karibu 8, lakini pia nyumba ambayo wamemjengea kijana, ambapo ina nyumba ya vyumba viwili na sebule pamoja na store na choo, na hivyo kwa vyote hivyo gharama tunaona kabisa ni gharama ambayo ni nafuu, na kijana ameweza kulipa nusu ya fedha hizo kwa takriban chini ya miaka 2, na tutategemea ndani ya miaka 4 au 3 na nusu ataweza kumaliza deni lake. Sasa mradi huu wamekuja kunionyesha ili vijana wengi zaidi waendelee kunufaika, na kwa maana hiyo wanawakatia eneo la shamba kwa kuwasabilizi eka 5, wanapandia majani, lakini vile vile wanawajengea nyumba ya makazi kwa familia na kadhalika. Kwa hivyo tumeona jinsi gani ambavyo inabadilisha maisha ya Watanzania. Mtakumbuka Mheshimiwa Rais alishatoa bilioni 200 kwa ajili ya vijana kama ahadi yake ya siku 100 tangu aliposhika ofisi kwa awamu hii ya pili, na fedha hizi zimeenda katika sekta mbalimbali ikiwemo mifugo, kilimo, uvuvi na maeneo mengine. Sasa katika mifugo tumeona wenzetu hao wamejiongeza, ni sekta binafsi na serikali ina asilimia yake pia, lakini wameona waanze kwa kuonyesha mfano na kupitia madirisha ya mikopo ya kilimo, kwa hivyo na mifugo. Kwa hivyo sisi kama mkoa na wilaya yetu ambapo shamba liko chini ya wilaya ya Korogwe, tumekuja kuwaambia kwamba tuko pamoja kwenye hili, na tutapenda vijana wale wengine waweze kunufaika, lakini tuweze kupata vijana wengi sasa hata wanaotoka katika maeneo ambayo yana wafugaji wajifunze, hata kama watapata maeneo katika wilaya wanazotoka, lakini waweze kupata mfano wakajifunza na wakaweza kwenda kuanzisha kitu kama hiki katika maeneo mengine. Lakini tunataka uwigo upanuke, na mimi nashukuru wenye shamba wamesema wanategemea wafika watu 100 mpaka 100, ambapo watakuwa ni mfano mkubwa sana wa kuweza kuwa wafugaji wa baadaye wakubwa, ambao na wenyewe watakuja kupeleka modeli hii kwa kuweza kuwasaidia vijana wakati huo. Ni mfano mzuri sana. Kwa hivyo mimi niwapongeze, na kama nilivyosema tutashirikiana na wenzetu wa taasisi zingine ambazo zinahusika ili kulifanikisha hili ambalo tumeliona limeanza liweze kufanikiwa kwa ukubwa wake. Hapa tulianza 2024 ndo tulianza uzalishaji, lakini kwenye kuanza mwanzoni kabisa kwenye kuandaa shamba tulianza 2023, lakini uzalishaji rasmi tulianza 2024. Tulianza na ng'ombe 5, na wale ng'ombe 5 tulianza na mitamba heifa ambao hawajai kuzaa. Kwa hiyo baada ya miezi michache wale ng'ombe walizaa. Baada ya kuzaa kwa siku nilikuwa napata lita 60 kwa ng'ombe 5. Hiyo ni first calving, mzao wa kwanza. Kwa hiyo kwenye hii demo unit ninachofanya, tulikuwa tunatafuta masuala ya uwezeshaji, lakini kulingana kuna process nyingi. Kwa hiyo mimi nikaanza kulipa kulingana na yale maziwa anayoyapata, narudishia Mruazi, pamoja na ndama anapozaliwa, kama kizaliwa majike pia napeleka Mruazi. Kwa hiyo nikaendelea hivyo kwa ajili ya kuweza angalau kuonyesha kwamba ina maana kama mtu atakuwa na kitalu kama hichi anaweza akalipa kwa muda gani. Na mpaka sasa hivi nimeshapita karibia nusu ya deni. Nishapita karibia nusu ya deni, na ni miezi 28 mpaka sasa hivi, mpaka ulioisha.
ambacho kiwango chetu ilikuwa ni milioni 40. Kwa hiyo mpaka sasa hivi na milioni 25 kwa miezi 28, ambayo tuliwekea kiwango cha miaka 5. Lakini mambo yanavyozidi kwenda vizuri, naweza pia nisifikishe, sababu lengo langu nisimalize miaka 5, nataka walau hata miaka 4 niwe nimeshamaliza. Walengo wakuu wa mradi huu ni wafugaji wadogo wa ng'ombe wa maziwa mkoa wa Tanga, Tanga Smallholders Dairy Farmers. Lakini baadaye tuliongeza tukawa tunauza mitamba bora kwa wafugaji wengine wa mikoa yote Tanzania. Kampuni ilianza shughuli za uwekezaji rasmi mwaka 2009 na ilianza na mradi wa uwekezaji investment, na imefanikiwa katika ujenzi wa miundombinu muhimu kama vile uzio wa kuzunguka shamba zima, maji kwa matumizi ya mifugo na binadamu, jengo la kisasa la mashine ya kukamulia, mazizi na mabanda ya ndama, majengo ya ofisi, nyumba ya kupokelea wageni, darasa la kuwafundishia wafugaji, nyumba za wafanyakazi, gereji, barabara ya kuingia shambani na umeme. Vyote vilikamilika kwa wakati uliopangwa. Aidha, ufyekaji wa vichaka kwa nia ya kustawisha malisho na kupunguza mbung'o na kupe bado unaendelea. Shamba la Mruazi HBU lina uwezo wa kuzalisha na kuuzia wafugaji mitamba zaidi ya 150 kwa mwaka na kuzalisha lita za maziwa 900 kwa mwaka. Pia shamba la Mruazi lina uwezo wa kuzalisha madume wa mbegu zaidi ya 50 kwa mwaka na kuuzia wafugaji wadogo, na pia lina uwezo wa kuzalisha zaidi ya madume ya nyama 200 kwa mwaka na kuuzia watu wa bucha.